Na hatujavumbua dawa nyingine. Mtu kanipigia leo sema Msigo umevumbua dawa nyingine, hapana. Tunajaribu kuleta viwango, yani kuongeza viwango na kupunguza, ni kama vile una adjust kitu ili uweze kuwa na kitu kimoja chenye kuwa na majibu kadhaa katika tukio linalokutokea kwenye safari ya maisha. Na hicho ndio tunachokifanya. Kwa ninaamini kwa uwezo wa Mungu tutakuwa tunajibu zuri la kutosha kwa watu wanaoishi na VVU. Tatizo ilikuwa ni ile memory au ule mstari. Kuna wengine uko wiki, na mimi naamini wakibahatika kupata ni chai na unakunywa asubuhi, namba yake nimeziandika namba 1 na 2. Kwa utapata zote mbili. Moja utakunywa asubuhi, kila baada ya masaa 4:30 unakunywa kikombe cha chai. Kwa hiyo namba 1 utakunywa mara 2. Baada ya hapo utakunywa tena namba 2 mara 2, kwa hiyo itakuwa ni mara 4. Kesho itaanza namba 2 asubuhi saa 1. Baada ya masaa 4:30 unakunywa tena namba 2. Kwa hiyo namba 2 utakunywa mara 2. Alafu namba 1 itaanza baada ya hii ya asubuhi. Kwa hiyo zinaenda zinabadilika katika mfumo huo. Swala la vipimo, usiniambie mimi nikutafutie vipimo. Mimi na mtu ambaye alinipa, ambaye Msigo usipate tabu, mimi nitakuwa nakupa kipimo sure. Na anauza 10,000 na posta vinauzwa 10,000, ni ile ile tu, ni kunisaidia. Mimi nasaidiwa na watu wengi sana ambao wako karibu na mimi na hawataki nikwame, kwa sababu wanaona zile jitihada zangu, wanaona kazi ninayoifanya katika mitandao ya kijamii, wanaona tukimkwamisha Msigwa watu wengi tutakuwa tumewakwamisha, kwa sababu wanapata jawabu la kutosha, kwa sababu uongo una mwisho, ukweli hauna mwisho. Mtu muongo unajua kabisa huyu ni muongo, mtu mkweli unajua kabisa huyu ni mkweli. Mtu anafanya kitu kizuri unaona kabisa huyu anafanya kitu kizuri. Mwenye kufanya kitu cha ubabaishaji anaonekana kabisa huyu anafanya kitu cha ubabaishaji. Kwa hiyo hakuna tulichokivumbua, ni maarifa tu. Tunajaribu kubadilisha hatua moja kwenda hatua nyingine ili tupate hatua madhubuti, na hii inakwenda kujibu wale wenye aina fulani ya virus wadogo ambao hata hii ina react. Na ndio maana kipimo chinza katua mstari umekoza, lakini kukoza ni kwa sababu ya aina ya virus ambao wanakutambalia, wanakusogelea baada ya mfumo wako wa damu na maji kuharibika, inazalisha bakteria ambao damu ina react kwenye vipimo. Lakini afya tumefanikiwa kwa 100%. Watu wote wanaokuja kwetu pale afya zao zinakuwa nzuri. Wale walioathirika na ulaji wa karanga, changamoto zote zinaondoka, anakuwa yuko imara na kila kitu kinakuwa vizuri zaidi. Kwa hili tumeliweza kwa 100%. Nina hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa Tanzania wenye kuishi na VVU wamepata jawabu la kutosha pasipo shaka yoyote ile, na ninaamini tutakuwa na watu wengi sana, kwa sababu sidhani kama tunaweza kubeba vyema huu mzigo ambao ulikuwa unabebwa na bwana mkubwa ambaye hata visa ametuongezea gharama. Mimi nafikiri amefanya vizuri, kwa sababu ni wachache wanakupenda kwenda huko kibiashara na nini, lakini kiwango kile cha vita maana yake hataki wageni waendelee kutoka Afrika kwenda katika nchi yao. Ni jambo zuri. Tutumie nafasi hiyo kujiuliza wapi tulikosea, tunajipangaje vyema ili taifa letu na mataifa yetu ya Afrika yawe imara na yawafanye wao waje huku kama sisi tunavyotamani kwenda kwao, ifikie na wao watamani kuja Afrika. Kila kitu kinawezekana.